Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimetoa picha za video kirusha kombora wakati kilipofanya mashambulizi dhidi ya Israeli. Ving'ole vya tahadhari za anga vilisikika mjini Tel Aviv ambapo jengo la makazi lenye orofa nyingi liliharibiwa kwa kushambuliwa na makombora na kuacha mashimo makubwa katika maeneo hayo. Haikujulikana mara moja kama uharibifu huo ulisababishwa na kombora lililopiga moja kwa moja au mabaki ya kombora lililoanguka. Huduma za dharura zimesema wafanyakazi wao wanatafuta watu wanaohofia kuwa wamekwama ndani ya majengo hayo na hata kuhofia kufariki dunia kufuatia mashambulizi hayo ya Iran. Mamlaka za Israel zimesema mashambulizi ya makombora ya Iran yameua watu 16 katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israeli. Ripoti za wakazi zimesema wanawake 4 wa Kipalestina pia waliuawa katika mtiririko wa shambulio hilo. Wakati huo kundi la haki za binadamu kutoka nchini Marekani limeripoti kwa watu 3268 wameuawa nchini Iran tangu mzozo huo uanze, ikiwemo raia 1443 na angalau watoto 217. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameripoti kumjulisha mjumbe wa Marekani Steve Witkoff kwamba kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei ameidhinisha mazungumzo yanayowezesha na yenye lengo la kufikia makubaliano, kulingana na ripoti inayonukuu gazeti la Israeli. Vyanzo vilivyotajwa katika ripoti hiyo vimesema Khamenei, ambaye alichukua uongozi baada ya kifo cha Ali Khamenei mwanzoni mwa mzozo wa hivi karibuni kati ya Marekani na Israeli, yuko tayari kumaliza vita haraka chini ya masharti mazito ya Iran. Ripoti hiyo inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kucheleweshwa kwa siku 5 mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran. Kufuatia mwito wa saa 48 kwa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, Trump alisema mazungumzo yanafanyika na mtu wa ngazi ya juu, ingawa si moja kwa moja na kiongozi mkuu wa Iran. Iran imekanusha kuwa kuna mazungumzo yoyote na Marekani. Akizungumza baadaye, Trump alisema makubaliano yanaweza kufikiwa ndani ya siku chache na kuongeza kuwa mambo yanaendelea vizuri.